Kama kuna kosa kubwa ambalo benchi la ufundi la Yanga italifanya kuelekea mechi zake za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, basi ni pamoja na kusikiliza mashabiki wanaotaka soka zuri, soka la kuvutia, pira sambusa kuelekea katika mechi hizo. Ni kwa sababu kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kinachotakiwa ni matokeo, na matokeo yenyewe ni ya ushindi. Lazima kuwe na objective football ili kupata matokeo. Endapo kocha Pedro Gonçalves na benchi lake la ufundi wataona kana kwamba Yanga inaweza kucheza soka sambusa, soka la kuvutia, halafu bado wakawa wanapata ushindi, hilo litakuwa jambo zuri sana, kwa sababu utakuwa unapata vyote, matokeo mazuri, mpira mzuri. Lakini vinginevyo, Yanga benchi la ufundi wanapaswa kujua kwamba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, jambo la kwanza ni matokeo, ni ushindi. Umeshindaje? Hiyo haijalishi. Unachotakiwa ni kushinda ili kutimiza mpango kazi wa timu katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ikumbuke, Yanga ni miongoni mwa timu ambazo zipo kwenye kundi tough, kundi gumu, iko wazi. Na ni kwa sababu gani? Inadhihirishwa na ukweli kwamba timu zilizopo katika kundi la Yanga, kundi B, kuna Al Ahly ya Misri. Hii ni klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika, ni klabu ambayo imetoa ubingwa katika ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF. Kwa hiyo Al Ahly wanatoka katika ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya Misri. Lakini katika kundi hili iliyokuwa poti 2 ni Yanga wenyewe. Yanga wanatoka katika ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, na wao ni mabingwa mara 4 mfululizo katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ni miongoni mwa ligi 5 bora Yanga wanatoka. Lingine katika kundi hili ni FAR Rabat, inatoka katika ligi kuu ya Morocco, ni ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika. Halafu ya 4 ambayo imetoka katika port 4 ni JS Kabylie ya kule nchini Algeria, ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, kwa sababu katika ligi 5 bora namba 1 ni Misri, namba 2 ni ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Afrika Kusini, namba 4 ligi kuu Algeria, namba 5 ligi kuu Tanzania bara. Sasa washiriki wa kundi B ambapo wapo Yanga na wenzake kama ilivyotoka kuonyesha, wote ni timu zinazotoka katika ligi bora 5 barani Afrika. Ndio kundi pekee ambalo limehusisha timu ambazo zote zinatoka katika top 5 best leagues in Africa kwa viwango vya CAF. Kwa hiyo sio kundi jepesi hata kidogo. Sasa unapokuwa katika kundi la namna hii, ni vizuri katika maandalizi kuelekea michuano hiyo, ambapo Yanga mechi ya kwanza watacheza dhidi ya FAR Rabat mwezi wa 11 tarehe 22, halafu ya marudiano wiki moja baadaye watacheza dhidi ya JS Kabylie. Ni vizuri kuwajua wapinzani wako hucheza vipi. Timu hizi zote zinatoka ukanda wa kaskazini mwa Afrika, tunaita UNAF. Huku kwetu tunaita Sekafa. Kwa mfano, Baraza la Vyama vya Mpira wa Miguu Afrika Mashariki na Kati, Sekafa. Sasa wao Baraza la Vyama vya Mpira wa Miguu kaskazini mwa Afrika inaitwa UNAF. UNAF ndio kuna timu ambazo zina ukwasi mkubwa wa kifedha. UNAF kuna timu ambazo kwenye michuano ya CAF zinafanya vizuri zaidi. Michuano fululizo ya CAF katika misimu tofauti tofauti, timu za kaskazini mwa Afrika, timu kutoka UNAF ndizo hufanya vizuri zaidi. Na maanisha UNAF ni Misri, Algeria, Tunisia, Libya, Morocco, timu zao hufanya vizuri sana. Sasa Yanga wamezungukwa na timu zinatoka UNAF. Je, timu za UNAF kwenye michuano ya CAF huchezaje? Hucheza kimbinu zaidi, hucheza objective football. Unapozungumza objective football, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Start Sports Next Level, ni mchezo wa malengo. Unacheza kwa lengo moja tu, unalitanguliza, mengine yote yanakuwa ya kujazia. Lengo hilo ni ushindi au sare kama unahitaji, au unacheza basi kusiwe na margin kubwa ya mabao kulingana na mahitaji ya mechi, kulingana na hatua mliopo. Sasa kwenye kundi B kama ilivyo taratibu za CAF, kwenye makundi mengine pia, kundi la A, kundi la C, kundi la D, timu mbili zinazomaliza juu ndizo zinakwenda hatua ya robo finali. Timu inayoshika nafasi ya 3 na ya 4 zinakuwa safari zao zimeishia hapo. Sasa ili kuchomoka kuwa miongoni mwa timu mbili za juu, lazima kila timu inajipanga haswa kimkakati kuhakikisha inachomoza, sababu kundi hili sio jepesi hata kidogo. Makocha timu zote hizi, ukiangalia benchi la ufundi la Yanga, lakini pia benchi la ufundi la FAR Rabat chini ya mwalimu wao Alexandre Santos ambaye ni Mreno, kama Mreno wa Yanga Pedro Gonçalves, kocha wa Al Ahly tunazungumzia JS Torip, kocha wa JS Kabylie. Sasa kwenye kundi B kama ilivyo taratibu za CAF, kwenye makundi mengine pia, kundi la A, kundi la C, kundi la D, timu mbili zinazomaliza juu ndizo zinakwenda hatua ya robo finali.
timu inashika nafasi ya 3 na ya 4 zinakuwa safari zao zimeishia hapo. Sasa ili kuchomoka kuwa miongoni mwa timu mbili za juu, lazima kila timu inajipanga haswa kimkakati kuhakikisha inachomoza, sababu kundi hili sio jepesi hata kidogo. Makocha timu zote hizi ukiangalia benchi la ufundi la Yanga, lakini pia benchi la ufundi la FAR Rabat chini ya mwalimu wao Alexandre Santos ambaye ni Mreno, kama Mreno wa Yanga Pedro Gonçalves, kocha wa Al Ahly tunazungumzia JS Touré, kocha wa JS Kabylie Joseph Zimbawa, wote wanakiri kwamba wapo katika kundi gumu. Sasa kama wahusika wanajua hili ni kundi gumu, timu za UNAF zinapofanikiwa sana huwa zinafanyaje? Zinacheza objective football. Kwenye objective football, kucheza kwa malengo, swala la entertaining football, entertaining football au wengine huita sexy football, mpira wa kuvutia, pasi nyingi, sambusa, havipewi nafasi namba moja. Namba moja ni kupata matokeo. Ukiweza kupata na passes, good. Sasa kwa kuangalia matokeo ya hivi karibuni ya hizi timu ambazo ni wapinzani wa Yanga, utagundua kwamba wapinzani wao katika mechi za ligi zao wamewakwaza katika mechi za hivi karibuni, ni kwa sababu waliwaachia mpira halafu wakapata matokeo. Kwa sababu hiyo basi, Yanga katika mbinu zake kwenye maandalizi, Yanga ina uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, ikiamua inafanya hivyo, kucheza katika nusu ya pili ya uwanja, lakini kwa sababu wanaenda kucheza nao ni mamaster kwa kuachia wewe baki na mpira, halafu wakudhuru kwa counter, kwa mipira ya kujibu, basi Yanga watakiwa wajiandae kwa mpira wa aina yote. Kama kumiliki mpira safi, lakini pia wajiandae kwa mpira wa kumwachia mpinzani ya miliki, halafu unakamata maeneo muhimu, unapiga mipira ya counter, unaweza kuadhuru. Hawa Al Ahly katika ligi kuu ya Misri, mechi 2 zilizopita zote wameshikiliwa kwa sare. Sare ya 1-1 dhidi ya Petrojet, sare tuseme suluhu bila dhidi ya Al Masry. Hapa walitoka na Al Masry bila, hapa wametoka na Petrojet 1-1. Katika mechi zote hizi unajiuliza walipataje bila Al Masry dhidi ya Al Ahly ambao ni timu imara sana, klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika? Simple. Siri yao ilikuwa moja tu, kujituma sana uwanjani, ambao ni jambo la msingi. Kwenye mpira 50 kwa 50 walikuwa wanapambana kuwini wao, lakini kubwa zaidi waliwaacha Al Ahly wamiliki zaidi mpira. Al Ahly katika mechi hii dhidi ya Al Masry walimiliki mpira kwa around 65%. Mechi nzima wakapiga mashuti 22. Wao Al Masry mechi nzima walipiga shuti moja tu ilitoka nje. Hii mechi kaisha bila. Lakini mechi hii dhidi ya Petrojet, Al Ahly walimiliki mpira kwa 79%. Halafu mechi nzima mashuti waliopiga hawa Petrojet ilikuwa ni mashuti 7, moja on target. Wao walipiga mashuti zaidi ya 20, kati ya hayo 5 on target. Mechi kaisha 1-1. Wakashikwa Al Ahly wakiwachiwa mpira, halafu wapinzani wao walikamata nafasi, walikaa nyuma, wengi wanapiga counter. Muda mwingi safety first, usalama kwanza. Hawakurupuki tu kutoka kwa kuamini kwamba wao ni wachezaji 11 na sisi 11. Wao na miguu miwili, sisi tuna miguu miwili. La hasha, waliwaheshimu Al Ahly wakapata matokeo haya. Lakini angalia FAR Rabat katika mechi ya mwisho. FAR Rabat ilicheza dhidi ya Maghreb Fez. Hii mechi imechezwa juzi tarehe 9, imeisha kwa suluhu. Ni kivipi? Ni kwa sababu Maghreb Fez walicheza kijanja sana, wakawachia mpira kwa kiasi kikubwa FAR Rabat, lakini wao wakazuia zaidi katika eneo lao. Mechi kaisha bila, wakapata na chukihitaji ambacho kilikuwa ni pointi 1, kwa sababu wanajua hawa FAR Rabat wako vizuri sana kuliko wao. Ukiangalia analysis, ukifanya uchambuzi wa mchezaji mmoja na timu nzima kwa ujumla, unafanyaje upate matokeo? Wakacheza mpira malengo, wakawachia mpira. Lakini JS Kabylie nao juzi tarehe 9 mwezi wa 11, juzi tarehe 9 Novemba, wamefungwa bao 1-0. Tena wamefungwa na CS Constantine bao 1-0. Tena wamefungwa na CS Constantine ambayo ilicheza pungufu. Dakika 43 beki wao Osama Medah alitolewa kwa kadi nyekundu kwa Doxo, denying an obvious goal scoring opportunity kwa mchezaji mmoja wapo JS Kabylie ambaye ni Akhrib Lahlu. Matokeo yake wakacheza pungufu mpaka dakika 90 za mchezo, kuanzia dakika 43. Nini kilichotokea? Wao CS Constantine wakafunga bao kupitia kwa Nasim katika dakika ya 60+. Halafu ile bao likadumu mpaka mwisho wa mchezo. JS Kabylie ya mwalimu Joseph Zimbawa ikiwa na wachezaji wake nyota, akina Haddad, akina Hamid, akina Maghreb, kina Babakar Sa, kina Ayman Mahius, akina Bujema, akina Budabuz, wote kwa pamoja walijikuta mpaka mechi inakamilika wamemiliki zaidi mpira, wamefika zaidi katika eneo la mwisho kwenye eneo la CS Constantine, lakini wakaishia kufungwa 1-0. Mbinu ikawa ni ile kwamba CS Constantine walicheza kimbinu zaidi,
waliachia mpira wakakamata maeneo muhimu. Ingawa kuna nafasi kadhaa za kufunga walizipata takriban 3, walikosea wenyewe, lakini kutokana na pressure kubwa kutoka kwa wapinzani wao hawa Ses Constantine kwenye kuzuia katika ligi kuu Algeria, mechi ya mwisho wakafungwa 1-0 juzi tarehe 9. Sasa kwa kucheza namna hii, maana yake Yanga wanaweza kaamulia pointi muhimu katika kucheza dhidi ya wababe hawa kwenye kundi lao la B. Panapobidi basi ukiweza miliki mpira chini ya Pedro Gonçalves, yeye mzee timu zake huwa zinamiliki zaidi mpira, sawa? Na mashabiki wengi wa Yanga wanapenda hivyo, lakini panapostahili achana na mpira, kamata maeneo muhimu, pata matokeo. Na ndivyo ambavyo jinsi ya kucheza na timu za kule kaskazini mwa Afrika. Bila shaka Yanga watakuwa wanajiandaa kwa yote hayo kufikia Novemba 22, basi wape furaha Tanzania, wape furaha na Yanga kwa kuanza vyema kwenye michuano, maana mechi inachezwa hapa nchini kwenye uwanja New Amani Complex. Na kisha baada hapo kujipanga zaidi dhidi ya JS Kabylie, dhidi ya Al Ahly katika mechi zinazofuata, ili mwisho wa siku Yanga wasonge mbele kwa hatua robo finali, ikibidi nusu, ikibidi finali. Maana Yanga hii ina wachezaji wengi wenye kipaji cha hali ya juu, ina benchi la ufundi lenye uzoefu mkubwa wa kocha Pedro Gonçalves, support ya kutosha kutoka kwa management ya Yanga chini ya rais wao Ejina Hersi Said, makamu wake Arafat Haji, na uongozi mzima kwa ujumla wa Yanga pamoja na CEO wao Mtine. Je, nini Yanga watafanya? Ni benchi la ufundi kuzingatia ushauri huu, wasipotoshwe na mashabiki ambao hutaka mpira mzuri, lakini timu inapofanya vibaya hao huwa wanabadilika. Ila unaweza kucheza mpira uvutii, ukishinda safi, lakini ukicheza mpira wa kuvutia Pedro Gonçalves na wenzako halafu msishinde, pressure itakuwa kwenu kubwa zaidi. Ni vizuri muhakikishe mna balance mizania kati ya mpira mzuri na kushinda. Kwenye kushinda kuembele zaidi kuliko kitu kingine chochote. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.